Niko ovyo sana. Ulikuwa ovyo? Nilikuwa ovyo. Upataki pesa. Upataki pesa? Hapana. Ukaniambia hivi, nilitoa shilingi 10,000 tu sadaka ya nyumba yako. Ukaniambia kijana, nachukua mafuta nilio nayo. Ukanishika hapa, ukanipaka mafuta. Tangu hiyo mafuta tu nimetoa kwenye uso wangu nikakupaka. Sio ya chupa. Hapana. Ukaniambia haitakaa pesa ikauke kwako. Haitakauka pesa kwako? Hapana, na haijawahi. Haijawahi kauka? Haijawahi. Huyo ndio Yesu. Nakupa mafuta ya Roho Mtakatifu. Yes. Nakutamkia mikono yako isikauke. Amen. Asijui kama kuna. Hebu fanya mikono sema, Mungu. Mungu. Hii mikono isikauke. Hii mikono isikauke. Kuna mtu yani hata kushika pia ushiki. Kweli. Ngoja niseme hivi. Wangapi wanawe kushika milioni 5? Pap wakahesabu hivi ni za kwao. Hamna. Wachache mno. Weka mkono hivi. Mungu awabariki. Weka mikono hivi. Milioni 10 ya kwako kabisa ukahesabu. Wamepungua. Milioni 15 imeanza kupungua. Milioni 20 mwisho. Aya, ngoja. Kuna mtu nani hajawahi kushika 500 ya kwake kabisa? Anaisikia kuna 500. Weka, usiogope. Hujashika 500? Nani hajashika 500 anaisikiaga tu 500? Baba, nikasema kuanzia leo na kweli umekuwa unapendeza. Alikuwa anakuja kanisani hapa yuko ovyo tu, rafura. Sasa kumbuka jamani. Nilikuwa nakuja na suruali moja tu. Moja tu? Moja na kiatu kimoja tu. Na kiatu kimoja tu? Kimoja tu. Leo umeteleza. I say. Ninakutamkia nyumbani kwako kitu kitokee. Wangapi wanaamini jamani? Wangapi wanaamini? Hallelujah. Hebu sema Yesu moyoni. Yesu moyoni. Akili kichwani. Akili kichwani. Pesa mfukoni. Pesa mfukoni. Angalia sura, mwambie sura. Mwambie sura. Hii sura. Ni shida huna hii. Ni shida. Angalia sura yako, mwambie imekauka kwa sababu. Imekauka kwa sababu. Hauna. Yuko wapi ile juzi nimemwita anaitwa ile ambaye alitoka ndugu yake mdogo Simon. Nilimwona mpaka kitambi amesukuma, lakini alipokujaga kichwa kinahesabika. Yuko wapi? Yuko wapi leo? Okay. Leo umeteleza. Ndio. Kabisa. Nilishinda mpaka kwenye kiwanja cha baba. Nilikanyaga tu pale wakatoa shamba wenyewe nikauza tukaenda kununua madume. Mkaenda kununua madume? Ndio. Vitu vikatokea? Ndio. Na leo ukosi kazi? Hapana, yani naitwa, nafanya kuitwa. Tena naomba namba. Wananiomba namba. Ndio nikaanza kuimba hapo. Ndio uimbaji ukatokea hapo. Fanya mikono isema, Mungu. Mungu. Sitaki ikauke hii mikono. Sitaki ikauke hii mikono. Nataka nyumbani kwako usiishiwe. Amen. Nataka nyumbani kwa mlokole. Pesa ya akiba ikae. Amen. Nataka nyumbani kwa mlokole. Angalau kama una hela kabisa. Uwe na 100,000 tu chini ya kitanda. Yaani mtu akisema hodi unamwambia, Sarancho, kimbia dukani, leta soda 5 na mchele na mkate. Yaani heshima. Amen. Sema nakataa kuomba. Nakataa kuomba. Narudisha nyota ya mtu sasa hivi. Kwa hiyo nimekutamkia umeona. Ndio baba nimeona. Wewe yaani Mungu aliyokuleta duniani mpaka mwanangu alipozaliwa nikamuita Elisha. Yuko pale. Mwana aliyezaliwa ukamuita Elisha. Nikamuita Elisha. Kwa nini umemuita Elisha? Isee kuna kitu nimekiona. Umeona nini? Hapana, yani si kawaida. Yani nikitaka sasa hivi kusafiri kwenda sehemu, situmia hata pesa yangu mfukoni. Najikuta tu nafika mahali naambiwa panda kwenye gari twende. Twende. Kibali kimeonekana. Ndio. Mpe Yesu makofi. Mpe Yesu makofi. Nikupe kibali upendeke? Ndio. Angalia mwenzako mwambie hii sura. Angalia mwenzako, angalia kwenye sura mwambie hii sura. Hii sura sio original. Sio original. Sura original ikija. Sura original ikija. Uombi kitu. Ngoja nikupe kitu. Je, kuna mtu ukipita barabarani unasikia tu kumsaidia haja kuomba? Wewe ngoja nikwambie, wale watu ambao nyota zao hazijafunikwa, akiwa na shida unasikia tu hata kama hajaniomba, acha tu nikamsaidie. Najipendekeza tu mwenyewe. Kitu gani? Sio yeye, neema, nyota inakuvuta ukamsaidie. Narudisha nyota ya mtu leo. Ngoja nimalize. Watu wanaokwenda kwa mganga hawaendi kuomba magari. Hawaendi kupewa nyumba.
hawaendi kupewa biashara. Wanachoenda, wanaenda kuomba nyota, wanaenda kupewa nyota, wanarudi na hawajagi na mitaji kama ambavyo kata kwa Mungu. Shetani ameiga kwa Mungu wetu. Kanisa ndilo linalotakiwa lirudishe vitu vya watu. Wakikanyaga mahali wanamiliki, wakifungua biashara wanamiliki. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Mwambie mwenzako nyota yako itakuja leo. Oh, mume wangu hanipendi, nimempikia. Sio kwamba hakupendi. Yaani sura ulionayo. Mungu saidia. Ulichovalishwa, umevalishwa takataka. Unaenda mbele ya bosi ya kuona. Kuna sura ikija kwako, unahitaji kunyenyekea kwa mume. Atakwambia daddy, sweetie. Yaani mtafanya mambo, lakini angalia jirani yako amekuvalisha kaniki. Tumpe Yesu makofi. Amen. Nimekutamkia ni dada? Umenitamkia mtoto wangu akapona Pinieli. Mtoto alikuwa na shida gani? Alikuwa anaumwa tumbo. Ikawaje? Amepona. Umempeleka wapi na wapi? Sijampeleka popote. Alikuzidiwa kabisa? Kabisa. Kipindi kile alikuwa anatumia madawa? Kabisa. Haponi? Haponi. Amezimia? Anazimia. Haamki? Ndio mkamleta kwangu siku hiyo. Nikatamka nikasema hafi. Na hajafa. Kesho kutwa atamaliza darasa la 7. Nikurejeshe. Na kutamki nitakachotamka kitatokea. Amen. Labda usikamate. Kwa hiyo imetokea. Na maisha yanaenda vizuri. Namshukuru sana Mungu. Sasa hivi umeng'aa. Hata na watoto wangu wawili Juliana na Efaline wamefaulu form 4. Kwa viwango vya juu kabisa. Mwingine huyu Efaline amepangiwa Kahama. Na mwingine amepangiwa Singida. Namshukuru sana Mungu hajaniacha. Kwa umemwona Mungu kwenye madhabahu. Sasa kupitia ushuhuda huu watoto wako wataenda kuandika historia siku zijazo. Watakuwa watu wakubwa, watakuwa wafalme, na watakubeba. Na kataa watakuwa mikia, watakuwa vichwa. Kama anavyomtamkia hivi huyu, hata wakwako na watamkia watakuwa vichwa. Yesu akafanye